ثم قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر. Jihadi inaendelea mpaka siku ya kiyama pamoja na mwema na muovu katika viongozi, ma'al barri wal fajir, pamoja na mwema na muovu katika viongozi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah: الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر. Jihadi inaendelea mpaka siku ya kiyama pamoja na mwema na muovu, kiongozi pamoja na kiongozi mwema na pia kiongozi muovu. Qala: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. Vita vinaendelea pamoja na viongozi. Katika masharti ya jihadi ni kuwepo amiri almu'minin, kiongozi pamoja na viongozi mpaka siku ya kiyama. Mwema na muovu la yutraku, haiwachwi jihadi. Wa qismatul fai wa iqamatul hududi ila al-a'imma madhin, kugawanya fai na kusimamisha hududi, hadi ya mzinifu, hadi ya mnywaji tembo, hadi ya mwizi, kutekeleza hizi hudud ila al-a'imma madhin, kwa maimamu hawa na viongozi hawa pia kunaendelea. Laysa li ahadin an yata'ana alayhim wala yunazi'ahum, haijuzu kwa mtu yoyote kuwakashifu viongozi hawa, wala yunazi'ahum, wala kuteta nao. Wadafu salakati ilayhim jaizatun nafidha, na kutoa sadaka kuwapa viongozi hawa, zaka, kutoa zaka kuwapa viongozi hawa, jaizatun nafidha, inajuzu na inapita hilo. Man dafaa ilayhim ajza'at anhu, atakayeitoa kuwapa viongozi hao imemtosheleza zaka hiyo. Barran kana au fajira, sawa ni mwema kiongozi huyo au ni muovu. Asli ya zaka ni kwamba matajiri wanampelekea amir, kiongozi, ndio asli ya zaka katika Uislamu. Hakadha fi ahdi salaf, masahaba wale wenye uwezo matajiri walikuwa wakimpelekea Mtume sallam zaka zao. Mtume sallam anatafuta wale al-amilin, wewe peleka zaka peleka pale, peleka Mariakani, peleka wapi siji Ukunda, peleka Malindi. Yule amir ndiye anayechagua watu wa kupeleka zaka mahali fulani kwa wale wastahiki wa zaka, zile sampuli 8 zilizoelezewa na Allah katika suratu at-Tauba: innama sadaqatu lilfuqara walmasakin walamilina alayha walmuallafati qulubuhum wa fi riqab walgharimin wa fi sabilillahi wabni sabil. Hizi sampuli 8 ndio walengwa, ndio wastahiki wa kupewa zaka. Kwa hiyo asli ya zaka ni kwamba matajiri wanazipeleka kwa amir, amiri yeye anatafuta watu wa kupelekwa kwa hao maskini na mafakiri, na hao wanastahili kupewa zaka. Kwa hiyo ikiwa jambo hilo lipo, linatakiwa litekelezwe ikiwa kuna kiongozi huyo wa kukusanya zaka. Ndio hii wadafu sadaqati ilayhim jaizatun nafidha, man dafaa ilayhim ajza'at anhu, atakayetoa zaka kuwapa viongozi inamtosheleza zaka yake hiyo. Barran kana au fajira, sawa kiongozi huyo ni mwema au ni muovu. Wasalatul jum'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamma. Salatul jum'a nyuma ya kiongozi na nyuma ya yule aliyemtawalisha pia inafaa hiyo, na bakia pia inabakia. Tamma ni kamili, rak'atain, rakaa 2. Ikiwa kiongozi ni Muislamu, anajua kusali, anajua kusalisha, yeye ana haki ya kusalisha salatul jumaa, salatul eidain, ni yeye. Ikiwa kuna kiongozi huyo Muislamu anayejua kusali, ndio hii. Wa salatul jumaati khalfahu, salatul jumaa nyuma ya kiongozi. Wa khalfa man wallahu, na nyuma ya yule aliyemtawalisha, kama ni waziri wake, kama ni nani wake,
jaiza, yajuzu kusali nyuma yake, baqiyatun, hiyo nayo inabakia, tammatun rak'atayn, salatu aljuma inakamilika ni rakaa mbili. Rakaa mbili ni kamili kwa salatu aljuma, si kama ni qasr. Man aadahuma fahuwa mubtadi'un tarikun lilathar mukhalifun lissunnah laysa lahu min fadli aljum'ati shay. Atakaizirudisha baada ya kusali na kiongozi ni imamu, maamuma wako nyuma yake, atakairudia tena rakaa mbili hizo baada ya kumalizika na kiongozi, huyo ni mzushi, ni mwenye kuacha athar, ni mwenye kukhalif sunna. Laysa lahu min fadli jum'ati shay, hana lolote katika fadhili za juma. Mnaelewa? Kama kiongozi asalisha, maamuma wako nyuma, yeye akasema kiongozi atusalisha vipi huo, hatuwezi kusali nyuma ya kiongozi, akatoka au akasali dhuhur, huyu ndio mubtadi, ni huyo mukhalifu tariku lilathar, mwenye kuziwacha athari hizi, mwenye kukhalif sunna, hana kitu chochote katika fadhila za juma huyo. Idha lam yara salata khalfa al-a'imma, asipoona kwamba kusali nyuma ya viongozi inafaa, asipoona hivyo, basi huyo ni mzushi, ni katika makhawarij. Man kanu, vyovyote walivyo viongozi hao, kama wanajua kusalisha, wakisalisha sala ni sahiha, barrahum wa fajirahum, mwema wao na muovu wao katika viongozi hao. Fasunna bi an yusalli ma'ahum rak'atayn, sunna ni kusali nao viongozi hao rakaa mbili za aljumaa. Wayadinu bi annaha tamma, na muabudu Allah kwamba iljuma hapo imekamilika. La yakun fi sadrika min dhalika shakkun, isipatikane katika kifua chako shaka katika hilo la kusali nyuma ya kiongozi yoyote wa nchi, akiwa ni Muislamu na anajua kuswali na Waislamu wengine hawajui kuswali, si ndio? Muislamu huyo hajui kuswali, kwa kuna Waislamu wengine ni viongozi lakini hawajui kuswali. Sasa hao watasalisha vipi? Wao wenyewe hawajui kuswali, watasalisha? Hawezi kuswalisha. Lakini kiongozi Muislamu anajua kuswali, huyo akisalisha aljuma tunasali nyuma yake, na aljuma ni sahiha, rak'atayn tamma. Tumefahamu? Lakini itikadi ya makhawari ni kwamba haifai kuswali nyuma ya viongozi. Sababu nini? Wanawakufurisha viongozi wote makhawari. Umeelewa? Hata hao Waislamu viongozi pia wanakufurishwa na makhawari. Qala ba'daha والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر ما دام الجهاد ماض إلى يوم القيامة فيجب أن نجاهد تحت راية الإمام البر والفاجر. ما دام jihadi inaendelea mpaka siku ya kiyama, ni lazima tupigane jihadi tukiwa chini ya bendera ya kiongozi huyo, mwema au muovu. Katika masharti ya jihadi awepo imam, khalifa wa Waislamu. Imamu huyo khalifa wa Waislamu akisema jamani kuna jihadi twendeni, hapo Waislamu watoke, lakini wana nguvu, wana masilaha na nini, sio watoke na visu vya kukatia viazi vya chipsi. قال وفعل هذا السلف، وبفanya hivi salaf كابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل، كان يخرج وغيره يخرجون إلى الثغور. alikuwa anatoka Imam Ahmad na watu wengine wanatoka kwenda thughur, katika mipaka huko. yujahiduna tahta liwa'i dawlati al-abbasiyya, wanapigana jihadi chini ya bendera ya dawla al-abbasiyya. kadhalik wa qismatul fai, kugawanya fai, wa iqamatul hudud, na kutekeleza hadi hizi, ila al-a'imma, kwa viongozi. Madhin, pia jambo hili linaendelea.
kama kuna hadi zinatekelezwa, mzinifu anapigwa mawe mpaka kufariki, mwizi anakatwa mkono, hizi pia zinaendelea kwa hawa viongozi. Laysa li ahadin an yata'ana alayhim wala yunazi'ahum, haijuzu kwa wote, kwa yoyote, mtu yoyote kuwakashifu viongozi hao wala kuteta nao. Fayara anna qismata alfai'i lilumara, alimamu Ahmad anaonelea kwamba kugawanywa kwa fai hii ni kwa viongozi. Wayara anna iqamata alhududi fi zina walqatli wassariqa wa shurbi alkhamr wama shakala dhalik ila alhukami. Alimamu Ahmad pia anaonelea kwamba kutekelezwa hizi hadi ya zina, hadi ya kuua, hadi ya kuiba, hadi ya kunywa tembo na inaofanana na hadi hizo, hududi hizo, ila alhukam, zote hizi ni kwa viongozi. Laisat lilafradi wala litaif, si ya mtu mmoja mmoja atekeleze hadi hizo, wala litaif, wala si vikundi. Wa innama yatawalla al-amra fi dhalika al-hakim, isipokuwa atasimamia mambo hayo ya hududi hizo hakim, kiongozi. Lianna hadha haquhu, sababu hii ni haki yake. Sasa kija mtu akiiba viatu hapo tukamkamata, tutamkata mkono? Hapana, hatuna haki hiyo. Hii ni haki ya hakim, amirul mu'minin, amirul muslimin, ndio anayetekeleza hadi hizo za mwizi, hadi ya zani, hadi ya sharibil khamri. Lianna hadha haquhu, hii ni haki yake. Walaysa تولي الأفراد أو الطوائف لهذه الأشياء. ولأن تولي الأفراد أو الطوائف لهذه الأشياء يؤدي إلى سفك الدماء. وسباب كسمامية مmoja mmoja hizi hudud, akisimamia mtu mmoja mmoja au vikundi fulani fulani wakisimamia hizi hudud, hadha yuaddi ila safki dima, inasababisha kumwagika damu. Sababu yule mwizi aliyekatwa mkono ana jamaa zake, nao watatafuta yule aliyemkata mkono, nao wachukue kisasi. Itakuwa watu wanauana sasa. Lakini kama ni kiongozi, atampata wapi? Atampata wapi kiongozi ndio aliyetekeleza hadi hiyo, au wale amiri wake kwa amri za kiongozi, atakwenda wapi? Lakini ikiwa ni raia ndio wanaokatana mikono, itakuwa kuna kuuana hapo. Sasa wale wanachukua kisasi na tutawaona wale, tutawaonesha. Unaelewa? Kule mamlaka yule anekata wale wazinifu, au yule mtu aliyeua anekatwa shingo, anajifunika yule, haonekani. Unaelewa? Uso haonekani, anajifunika na analindwa, ana ulinzi. Kwa sababu gani? Kuna watu wanauawa jamaa zao, si ndio? Ameuawa mtu jamaa yake, pamoja na kwamba ameua, lakini bado ile damu nzito, Waswahili wanasema damu nzito kuliko maji. Sasa yule mtu yule nitamuonesha, mimi nitamuua yule, unaelewa? Lakini hapana, yule ana ulinzi kamili. Lakini kama ni raia, ingekuwa hatari sana, kwamba raia ndio wanaotekeleza hadi hiyo. Ni hatari, ingekuwa kuna mauaji kila siku, watu wanauana. Idhan hadha yuaddi ila safki dima wa yuaddi ila fitan, inasababisha fitna la awwala laha wala akhira, zisizo na mwanzo wala mwisho. Lakin idha tawalla dhalika waliyu amrin, lakini akisimamia masala hayo ya hudud kiongozi, walau kana fajiran, hata kama kiongozi huo ni muovu, fa inna an-nufusa tahda'u wala tata'arradu al-ummatu lilfitna, nafsi zinatulizana, wala umma hautasababishiwa fitna hizo za kuuana. Qala walaysa li ahadin an yata'ana alayhim, haijuzu kwa yoyote kuwakashifu viongozi, la fi iqamati haddin, si kwa kusimamisha hadi yoyote, wala qismati fai'in, wala katika kugawanya fai, kama faala Dhul Khuwaisira, kama alivyofanya Dhul Khuwaisira, mwanzilishi wa makhawarij. Sawa sawa.
Huyu ndio kiongozi wa makhawarij, Dhul Khuwaisira. Mtume sallam alikuwa akigawanya ghanima katika baadhi ya vita kuwapa masahaba, akamwambia ya Muhammad, hadhi alqisma lam yurad biha wajhullah, mgawanyo huu haujakusudiwa uso wa Allah. Anamtuhumu mtume kwamba ni dhalim. Unaelewa? Dhul Khuwaisira rasul khawarij. Kwa hiyo ndio anasema kama alivyofanya huyu Dhul Khuwaisira kumwambia maneno hayo mtume sallallahu alaihi wasallam, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Anamwambia mtume, fanya uadilifu, kwani wewe hujafanya uadilifu. Mtume akamjibu hivi, wa man ya'dilu idha lam a'dil, nani atafanya uadilifu mimi nisipofanya uadilifu? Kisha mtume ndo akasema kwamba watatoka katika mgongo wa huyu watu kama huyu makhawarij, na hivyo hivyo wakatoka makhawarij hao wanaokashifu na kuwatukana viongozi na kuwakufurisha. Qala wa daf'u as-sadaqati ilayhim jaizatun nafidha, kuwapa sadaka hawa viongozi ili zaka, kuwapa zaka hawa viongozi ili wao ndio wasimamie jambo la kugawanya zaka hiyo, hilo jambo linafaa na linapita. Lianna alhakima almuslima lahu an yajtahida fi qismati alfai lahu dhalik, sababu hakimu muislamu yajuzu ajitahidi katika kugawanya fai, lahu dhalika, yajuzu lake, na hasa katika zaka. Wadafu as-sadaqati ilayhim jaizatun nafidha, man dafa'aha ilayhim ajza'at anhu, atakaye wapa zaka au viongozi ili wagawanye, hiyo zaka yake imemtosheleza. وفي مذهب الإمام أحمد وفي مذهب الإمام الشافعي يفرقون بين زكاة الظاهر وزكاة الباطن. مذهب الإمام أحمد نكتك مذهب الإمام الشافعي ونفرقش بين زكاة الظاهر وزكاة الباطن داني، ويرون أن زكاة الظاهر لولي الأمر، وونعون كما زكاة الظاهر لكيونغوزي، وزكاة الباطن مثل الذهب والفضة وعروض التجارة هذه لنفس من يملك النصاب من الزكاة. asema hii sasa mfano wa zaka ya dhahabu na fedha na zaka ya bidhaa za biashara, hizi ni kwa nafsi ya yule anayemiliki kiwango cha zaka, yeye mwenyewe anaweza kutoa bila hata kupeleka kwa huyo kiongozi, sawaun dhahaban au fiddan au fiddatan au tijaratan lahu an yukhrijaha binafsihi, sawa ni dhahabu hiyo zaka yake au fedha au ni biashara, yajuzu kuitolea nafsi yake yeye mwenyewe. Wa ba'dhum yufaddilu an yukhrijaha binafsihi liyatma'inna annaha wasalat ila almustahiqin, baadhi yao wale ambao wanastahiki watoe wanafadhilisha mtu aitolee nafsi yake, atoe mwenyewe ili itulizane kwake kwamba imefika kwa wale wanaostahiki kupewa zaka. Walakin ma hadha lau a'taha liwali al-amri, pamoja na hivi lakini lau angempa zaka yake huyo kiongozi, fa inna dhalika jaiz, hilo linafaa. Amma lau talabaha wali al-amri fa ala an-nasi an yuadduha ilayhi, lau kiongozi mwenyewe akaitaka kwamba kila tajiri ambaye anastahiki ana kiwango cha zaka ailete kwake, fa ala an-nasi an yuadduha ilayhi, ni lazima sasa watu wampelekee zaka hiyo kiongozi. Wa idha mtanau, wakikataa an adaiha lahu, kumpa hiyo zaka, lahu an yuqatilahum, wa in imtanau an adaiha lahu an yuqatilahum, wakikataa kumpelekea zaka hiyo kiongozi, lahu an yuqatilahum, yajuzu kiongozi huyo apigane nao hao, kama qatala sahaba mani'i zaka, kama masahaba walivyopigana na wale waliokataa kutoa zaka katika zama za Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Thumma qala wa salatu al-jum'ati khalfahu, salatu al-jum'a nyuma ya kiongozi,
wa khalfa man wallahu, na nyuma ya yule aliyemtawalisha, jaiza, inajuzu sala hiyo. Yani salata aljumaa khalfa alimami wa khalfa man wallahu min alumara walqudha wa a'immati almasajid. Yaqulu jaizatun baqiyatun tammatun rak'atayn. Sala hiyo salatu aljumaa ikisaliwa nyuma ya kiongozi na nyuma ya mtu ambaye kiongozi alimtawalisha katika hawa maamiri, hawa makudhat, makadhi, maimamu wa misikiti, sala hiyo ni jaiza, inajuzu na inabakia tama rak'atayn, ni yenye kukamilika rakaa mbili za aljumaa, yani hadi aljumaa. Wa man aadahuma fahuwa mubtadi, alizirudisha akasali nyuma ya kiongozi halafu akaenda akazirudisha tena peke yake, huyo ni mzushi, fahuwa mubtadi. Qala ba'dhu an-nasi yu'idu salata al-jum'a yani li'udhrin fi nadharihi, baadhi ya watu wanairudisha salatu al-jum'a kwa sababu ya udhuru katika mtizamo wake, yani imma li'annahu ma balagha al-adad al-40, ima ni kwa sababu haikufikia idadi ya watu 40, wa imma li'anna al-imama yara salatahu laysat sahiha, na ima ni kwa sababu imamu anaona kwamba sala yake sio sahihi imamu huyo. Wa hadha sharrun min dhak, hili la mwisho hili la kuona kwamba sala ya imamu sio sahihi, hili ni shari zaidi kuliko lile. Hadha mubtadi, huyu ni mzushi. Hatta law kana al-imamu fi al-jum'a mubtadi'an salli wala tu'id, hata akiwa imamu anayesalisha al-jum'a ni mzushi, sali nyuma yake wala usirudie sala. Walau kana jairan salli maahu, hata kama ni dhalim sali pamoja naye, wala tu'id, wala usirudie sala hiyo. Fa in a'adta salata al-jum'a fa anta mubtadi, ukirudia salatu al-jum'a wewe ni mzushi. Fa in a'adta salata al-jum'a fa anta mubtadi, ukirudia tena salatu al-jum'a wewe ni mzushi. Fa sunna bi an yusalli ma'ahum rak'atayn, kwa sunna ni kusali pamoja na viongozi rakaa mbili. Wayadina bi annaha tamma, amwabudu Allah na hakikishe na aitakidi kwamba sala hiyo imekamilika. La yakun fi sadrika min dhalika shay, kusiwe na kitu chochote katika kifua chake, isipatikane shaka yoyote katika kifua chake kwa hilo la kukamilika sala hiyo. Nakifu huna, wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.